Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Karibuni ndugu zangu, leo tunapoadhimisha mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya kusherehekea sherehe ya Utatu Mtakatifu, Dominika inayofuata ambayo ni ya leo, tunakumbuka mwili na damu ya Kristo. Na mama kanisa anafundisha kwamba mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ni sherehe ya Ekaristi Takatifu. Alhamisi Kuu tulisherehekea hii sherehe, lakini kwa njia ya kipekee mama kanisa anaipatia nafasi ili tuweze kujumuika kwa pamoja tunapoadhimisha hii sherehe ya mwili na damu ya Kristo. Na maana yake ni Ekaristi. Tunajua kilele cha liturujia yetu ni pale ambapo tunamwona Yesu Kristo akijitoa sadaka mwenyewe. Yeye ndiye kafara yenyewe, na anajitoa yeye mwenyewe kwa ajili ya maisha yetu. Ni kusema kwamba ni sherehe tunayokumbuka wokovu wetu, na vile vile kile chakula ambacho tunashirikishwa katika safari yetu hapa duniani, Yesu Kristo akitujia katika maumbo ya mkate na divai. Ndio sababu tunasema wakati ambao tunaadhimisha Ekaristi Takatifu ni Yesu Kristo mwenyewe katika maumbo ya mkate na divai. Si ule mkate tu ama ile divai tu, lakini Yesu Kristo mwenyewe anajisadaka kwa ajili ya maisha haya yetu, na yeye anatujia ili tujue kwamba yeye ndiye chakula chetu, yeye ndiye imani yetu, na yeye ndiye yale yote ambayo tunapaswa kuyakumbuka, yale yote ambayo tunapaswa kuyafanya. Basi ndugu zangu, ishara ambayo tunaadhimisha leo ama haya mafumbo ambayo tunayafanya leo ni upendo wa Kristo kwa kanisa zima, ni upendo wa Kristo katika maisha haya yetu. Basi tumuombe leo ili atujalie neema, kwanza tuweze kushiriki haya mafumbo takatifu, na vile vile tuweze kuyachukua ama kushiriki mwili na damu ya Kristo wakati ambao tunafaa. Tukumbuke ya kwamba katika dhambi ni kama kumdharau Yesu Kristo wakati ambao tunampokea. Kama hatujatayarisha hatufai chochote, lakini haya mafumbo ambayo tunayapokea ya mwili na damu ya Kristo yatuneemeshe, lakini yasituletee lahana katika maisha yetu. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo, ni sura ya 14 aya 18 hadi 20. Na tunaona Melkisedek ambaye alikuwa kuhani mkuu anatoa mkate na divai, anatoa kwa ajili ya Ibrahimu. Na wakati ambao alitoa mkate na divai, tunaona naye Ibrahimu anatoa sehemu ya 10 kama ishara ya shukrani. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba huyu kuhani anatoa mkate na divai, na hivyo kama shukrani. Na baadaye naye huyu Ibrahimu naye anamrudishia Mungu shukrani kwa kutoa fungu lake la 10. Katika hali ya kutoa mkate na divai kwa huyu kuhani Melkisedek ni mfano wa ule Yesu Kristo ambaye alijitoa, na hivyo inalingana na yale mafumbo ambayo tunayatoa katika katari takatifu ya mkate na divai. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba huyu Melkisedek alitoa shukrani, na hivyo naye Ibrahimu akatoa vile vile sadaka ya shukrani. Lakini tunaweza kujiuliza, mara ngapi ambao sisi wenyewe tukijua kwamba Ekaristi ni fumbo la shukrani ama ni alama ya upendo wetu kwa Mungu, wakati ambao tunatoa shukrani zetu, je, ni mara ngapi ambapo umeweza kumtolea Mungu shukrani kwa sababu ya yale yote ambao Mungu amekujalia? Kuna wengi ambao tangu waanze kuja kanisani hata hawaiomba misa katika familia zao, hawaiomba ili waweze kushirikishwa haya mafumbo matakatifu katika hizo sehemu ambazo wanaishi, katika sehemu ambao unakaa. Je, umeshamwona Yesu Kristo
katika maisha yako, katika familia yako, katika pale ambapo unaishi. Na wakati ambao unashirikishwa haya mafumbo matakatifu, je, unatoa shukrani kwa Mungu? Kwa sababu kutoa shukrani sio lazima utoe kile kitu ambacho kinaonekana, lakini kujitoa wewe mwenyewe, kutoa maisha yako, kutoa imani yako, kujitoa wewe, kukabidhi Mungu familia yako, unajitoa. Na imaanisha kwamba hata upasi kutoa kama vile Ibrahimu alivyotoa, hata wewe mwenyewe unaweza kutoa ile fungu ambalo Mungu anaona, lile fungu ambalo wewe mwenyewe unaona ni nzuri kumtolea Mungu. Je, ni shukrani gani ambazo umemtolea Mungu kwa sababu ametulisha mwili na damu yake? Umemrudishia Mungu nini kwa ule ukarimu ambao amekujalia katika maisha yako? Ni kitu gani ambacho umekipatia Mungu kwa sababu ameweza kukuinua na kuimarisha siku zote za maisha yako? Kukumbuka ya kwamba wakati ambao tunamrudishia Mungu shukrani, tunamrudishia kwa sababu hata yeye ameweza kutupatia vitu vingi bila kuhitaji. Neema zake zatosha. Tumuombe ili aweze kutuabidi na kutubariki kila wakati. Na somo letu la pili linatoka katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korintho sura ya 11 23 hadi 26. Na somo hili linazungumzia kuhusu fumbo la wokovu. Ekaristi ni Kristo anayejitoa sadaka. Yeye mwenyewe ndiye kafara na alijitoa kwa ajili yetu sisi, na kupitia kwa mikono ya kuhani huyu Yesu Kristo anakuwa pale pale katika yale maumbo ambaye yeye upendo wake hauna kipimo. Kwa hivyo tunaweza kusema sisi tunafanywa kuunganika na Kristo katika ili fumbo la mwili na damu yake. Tunayafanywa yale ambaye alikusudia tuweze kuwa, tuweze kuponywa, tuweze kubarikiwa, tuweze kuneemeshwa, ili yale ambao alikusudia kuyafanya na sisi tuyaweze kuyafanya kwa ndugu zetu. Na ndio sababu anasema kwamba tufanye hayo yote ambao alifanya, kwa sababu alitoa mkate na akatoa divai. Ndugu zangu, wakati ambao tunatoa divai ni damu ya Kristo yenyewe. Wakati ambao tunatoa mkate ni mwili wake Yesu Kristo. Na ndio sababu tunaweza kujiuliza, ni mara ngapi ambao tunaamini kwamba Yesu Kristo yuko katika hatari takatifu? Mara ngapi ambao unamuona Yesu Kristo katika maumbo ya mkate na divai? Mara ngapi ambao umekuwa na madharau, unasema ni mkate tu wa kawaida, ni divai ya kawaida? Hata wengine wameenda kiasi kwamba hata wanaenda wananunua ile divai ambayo tunatumia kanisani ili waweze kuitumia katika tafrija zao, ili aweze kujisikia vile padri anavyosikia. Sio tu kusikia vile padri anavyosikia. Ama unaweza kwenda pale ununue ile Ekaristi alafu ujisikie ile mkate ili uweze kujisikia vile padri anavyojisikia. Hiyo ni madharau, kwa sababu tunaambiwa kwamba wakati ambao tunatoa maumbo ama wakati wa consecratio, wakati ambao unabadilisha mkate huo na divai kuwa mwili na damu ya Yesu Kristo, tunaamini kwamba ni kweli Yesu yuko pale, ni mwili wake na damu yake. Je, ni mara ngapi ambao unadharau hayo maumbo ya mkate na divai ambao yamebadilishwa yakawa mwili na damu ya Kristo? Yeye ametupatia hayo ili tuwafanye kila wakati tuweze kumwona katika maisha yetu. Ndugu zangu, mara ngapi ambao tumekuwa watu wa madharau? Tumekuwa watu ambao wanapuuza, tunakuwa ni watu hata wakati ambao tunafanya misa hata wewe kwa umakiniki kwa yale ambao yanaendelea, ni madharau tu. Na katika injili yetu ya leo inatoka mwinjili Luka sura ya 9 aya 11 hadi 17, na tunaona ni ule wakati ambao Yesu aliweza kushibisha watu 5,000, na hivyo aliweza kuwakalisha makundi ya watu 50. Akaweza kubadilisha ile mikate 5 na samaki 2, akaweza kuwashibisha wote, na kukabaki masalio ya kapu 12. Hii ni mfano ile Ekaristi takatifu
ambao inatuunganisha wote kwa pamoja kama familia, bila kuangalia mtu ni wa rangi gani, ni umri gani, ama ni wa kundi gani, lakini wote tunaunganika kama familia. Vile Yesu aliweza kuwalisha hawa watu 5,000, watoto na wazee na wamama wote kwa pamoja, Ekaristi tunashiriki kikombe kimoja na mkate mmoja, na wote tunanywea hicho kikombe na tunakula huo mwili wa Kristo, ili utuunganishe wote kwa pamoja tuweze kuwa washirika, kundi la Kristo, watu ambao wameunganika katika nia moja. Ndugu zangu, Ekaristi Takatifu inatuunganisha wote kwa pamoja, na ndio sababu tunakuja kanisani bila kubagua. Wakati ambao tunapokea Ekaristi Takatifu hatuangalii ni nani, lakini wote tunahalikwa ili tuweze kumshiriki huyu Yesu Kristo katika maisha yetu. Basi hebu tujiulize haya maswali wakati ambao tunaadhimisha ili sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Je, unampokea huyu Yesu Kristo katika maisha yako? Kama unajua kwamba ndiye chakula chetu sisi wasafiri na tunamhitaji yeye ili tuweze kukamaha katika imani yetu, je, unampokea huyu Yesu Kristo katika maisha yako? Unapokea Ekaristi wewe? Mara nyingi unadharau, unaona kwamba haina maana, lakini kumbuka, tunapokula mwili wa Kristo na kunywa damu yake, yeye anaishi ndani yetu nasi tunaishi pamoja naye. Na jambo la pili, mara ngapi ambao unaheshimu Ekaristi Takatifu? Kuna watu ambao wanampokea huyu Yesu wakiwa na dhambi, wengine wanadharau hayo maombo ya mkate na divai. Hata wengine wakati ambao wanakuja kupokea, unamuona tu hata hajajiandaa, amesimama tu, anakuja tu. Hata wakati ambao anampokea huyu Yesu Kristo, anampokea kwa madharau. Upokei neema, hiyo ni lahana ambayo unaipokea katika mwili wako. Na kumbuka kwamba hata sio lazima upokee huyu Yesu Kristo katika maombo ya mkate na divai sote pamoja. Unaweza kupokea huyo mwili kama hiyo Ekaristi katika maisha yako. Saa zingine tunaweza kumegewa huyu Yesu Kristo. Kumbuka hata tukimegewa ni bado yako pale pale katika hali zima. Haimaanishi kwamba umemkula Yesu Kristo kwa sehemu kadogo, hapana. Unampokea huyu Yesu. Kwa hivyo mpokee katika hali ya heshima, ndio uweze kupata baraka katika maisha yako. Basi mara ngapi vile unadharau hata wakati ambao tunafanya misa? Wakati uko kanisani unakuta kwamba unadharau. Wakati unaabudu Yesu wa Ekaristi unakuta kwamba unadharau. Ama wakati wengine wanapokea unakuta kwamba unadharau. Ni lini ambao utaweza kumpatia huyu Yesu heshima katika maisha yako? Kumbuka kwamba Yesu, Mungu kweli yuko pale katika altari. Mungu kweli au katika haya maumbo ya mkate na divai, tuyapatie heshima inayostahili. Kumbuka kwamba Ekaristi inaunda kanisa na kanisa inatengeneza Ekaristi Takatifu. Kuna uhusiano kati ya kanisa na Ekaristi Takatifu. Ndio uhai wetu sisi wasafiri hapa duniani. Na wakati ambao tunapokea kwa njia inayofaa, tunapata nguvu za kiroho katika maisha yetu. Tunapata baraka na neema katika maisha yetu. Basi ndugu zangu, tuombe ili tuweze kustahilishwa kupokea haya maumbo ya mkate na divai kwa njia inayofaa. Tuombe neema za Mungu na sisi pia tuweze kuwa watu ambao wako na mwelekeo mwema wakati ambao tunapokea haya maumbo ya mkate na divai katika maisha yetu. Na zaidi ya hayo, tumwone Yesu Kristo katika Ekaristi Takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Mungu, umetuachia ukumbusho wa mateso yako katika sakramenti ya ajabu. Tunakuomba utujalie kuyaheshimu mafumbo matakatifu ya mwili na damu yako, tupate kuona daima ndani yetu tunda la ukombozi wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watakia sherehe njema. Tukumbuke kusubscribe, kushare na kucomment, ndio tukue pamoja katika channel yetu ya Living Word
Homilies. Mungu awabariki.